Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Mbinu za mashinikizo ya Marekani zimeshindwa huku Iran ikipanua diplomasia ya kikanda, anasema waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameishutumu Marekani kwa kurejea mbinu zilizofeli za mashinikizo ya kiuchumi pamoja na kijeshi dhidi ya Iran, huku akiangazia juhudi za diplomasia za Iran na nchi za kieneo kupunguza mivutano na kuimarisha uhusiano wa pande hizo. Kupitia tovuti ya Tehran Times imeeleza kwamba Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, amesema katika kampeni ya hivi punde ya kiuchumi ya Washington ni marudio tu ya mikakati ya hapo awali ya mashinikizo ambayo imeshindwa kuilazimisha Iran kubadili mkondo wake. Amesema tawala za mtawalia za Marekani zimetumia lebo tofauti kwa kimsingi sera sawa, akitaja vikwazo vinavyolemaza vilivyowekwa wakati utawala wa Obama, kampeni ya shinikizo la juu la Rais Donald Trump wakati wa muhula wake wa kwanza, na kampeni ya sasa inayoitwa vikwazo vya kuvunja vya Donald Trump. Waziri wa mambo ya kigeni anasema ni kama filamu inayojirudia ambayo wanaonyesha tena, na tunajua kwa moyo na tunajua jinsi ya kukabiliana nayo, Araghchi anasema. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesema kwamba kurejea kwa Washington kwenye shinikizo la kiuchumi baada ya vitisho na hatua za kijeshi kulionyesha kufadhaika kutokana na kutoweza kufikia malengo yake kupitia njia nyingine. Ukweli kwamba kwa mara nyingine tena wametumia mipango yao ya zamani baada ya operesheni za kijeshi na vitisho vya kutushambulia na kufanya hivi na vile, inaonyesha kwamba wamekata tamaa. Araghchi alipuzilia mbali wasiwasi kwamba Iran inaweza kutishwa na matarajio ya kuzuiwa kiuchumi, akisema Tehran ilikabiliwa na hatua kama hizo huko nyuma na itahimili kampeni ya hivi karibuni. Pia alishikilia kuwa Marekani inapaswa badala yake kuendeleza uchumba kwa kuzingatia heshima, haki na utu. Taifa la Iran linaitikia lugha ya hadhi kwa heshima, alisema Araghchi. Wakati huo Tehran imeendelea na mawasiliano ya kidiplomasia na mataifa yenye nguvu ya kikanda, huku mivutano ikiendelea kote Asia Magharibi. Araghchi alifanya mazungumzo tofauti ya simu na mawaziri mbalimbali, ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdillati na mkuu wa jeshi la Pakistan Fidel Marshal Asim Munir kuhusu maendeleo ya hivi punde ya kikanda na juhudi za kuzuia kuongezeka zaidi kwa vita. Wakati wa simu yake ya Abdillati mnamo Jumamosi ya wiki iliyopita, mawaziri hao wawili wa mambo ya kigeni walijadili maendeleo katika eneo hilo kwa kuzingatia hasa Ghuba ya Uajemi na Bahari Nyekundu. Pia walibadilishana mawazo kuhusu mipango ya kidiplomasia inayolenga kupunguza mivutano na kuzuia kuongezeka kwa vita zaidi. Katika mazungumzo yake na Asim Munir, Araghchi alijadili maendeleo ya kikanda na njia za kukuza amani, utulivu na usalama katika eneo la Asia Magharibi, akisisitiza jukumu la diplomasia ya kikanda huku kukiwa na mvutano unaoendelea. Mchanganyiko wa matamshi ya Araghchi na mawasiliano yake ya kidiplomasia yanaonyesha mbinu mbili za Tehran za kupinga shinikizo jipya la Marekani huku ikidumisha ushirikiano na serikali za kikanda. Iran inasema inapendelea diplomasia yenye msingi wa kuheshimiana na ushirikiano wa kikanda, huku ikikataa shinikizo la kiuchumi au shinikizo la kijeshi kama njia ya kuathiri sera zake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.